mambo vipi? Bwana, mimi nashukuru Mungu niko mzima na kila kitu kinakwenda vizuri. Ni kwa uwezo wa Mungu. Suti. Siku moja sio mbaya. Hivi vitu viko vingi, kwa hiyo siku moja sio mbaya. Pata chuma tu. Ndio maana halisi ya chuma cha Mjerumani. Hii sio suti ya kutungua. Tunaona utungua. Za kutungua. Shatoka mimi huko. Ndio maana halisi ya chuma cha Mjerumani. Yes. Bwana, chuma cha Mjerumani, wiki hii imekuwa ni wiki ya mambo mengi sana, na wiki imekuwa ni wiki ya majungu mengi sana. Hapo nikizungumzia kwenye upande wa kisoka zaidi bwana, tukizungumzia klabu ya Yanga pamoja na bodi ya ligi ya TFF. Kumekuwa na msongamano mkubwa sana licha ya dabi, lakini limejitokeza jipya kuhusiana na madeni ambayo yamekuwa yakikumba yani Yanga wakidai CRDB, lakini CRDB pia mpira umegeuzia kwa TFF, kwamba TFF pia wanadaiwa na Yanga. Ili sakata kwanza kwanza limekufikia kwa design gani? Kwanza niipongeze Yanga Afrika kwa klabu ambayo ina nia ya dhati, nia njema katika soka la Tanzania, kupigania mpira uje katika uhuru wa kujitegemea kwa taasisi husika za mpira. Kwa namna ambavyo ilivyo, ukweli Young Africans waleka bayana mambo yao kwamba hujapata pesa misimu mitatu ya CRB, na TFF bado wakaripuka wakaweka hadharani kwamba wanaidai Young Africa. Yanga bado wakaja kashusha mkeka wa mchanganuo, na baadaye TFF wakaja wakasema mtaalamu wa fedha wa Yanga aende wakakae meza moja kuangalia au kuchakata deni liko wapi na nini ambacho kilichosalia. Lakini hili jambo sio la kucheka. Hili jambo halistahili ushabiki. Hili jambo linahitaji hekima na busara za viongozi wote, kwa maana kwamba kuweza kulitekeleza kwa maslahi mapana ya soka la Tanzania. Young Africans hawakupeleka barua. Young Africans walipeleka invoice ya mapato katika mechi za kimataifa, invoice, lakini pia ya mataji yao ya CRDB misimu mitatu mfululizo. Hicho kwa CRDB aliingia msimu ulioisha, aliingia katika hatua 16 bora, lakini kumbe hata huko nyuma bado kuna mrundikano wa madeni. Mtu anakabidhiwa kikombe ambacho hakina fedha. Sasa unakuja kuona ni changamoto ambayo ipo. Na invoice nyingine ni ya udhamini wa vijana kwa wanawake na kiume pia. Sasa na Yanga kudai kwamba wako tayari. Kama kweli TFF waliwakata Young Africans, basi wawape risiti za EFD kwamba walikataje ili kuweza kuichangia serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mapato kwa uaminifu mkubwa. Maana moja kati ya sifa ya taasisi bora ni kulipa kodi. Kwa Young Africans wanataka kututhibitishia katika makato hayo ambayo TFF walikuwa wanaikata Young Africa, je, ni kwa mujibu wa sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwamba umekata sawa, lakini je, serikali imepata pato lake? Kwa mimi katika muktadha huo moja kwa moja ninaipa shumbe Young Africans kwa kuona kuna kila sababu ya kuipatia serikali mapato yake. Wizi ni mbaya. Hata katika masuala mazima ya kiimani tunaambiwa kwamba kulipa ni wajibu. Kwa hiyo ambacho wanakifanya Young Africans, mimi naungana na Yanga kwa sababu Yanga hii inaipambania Simba. Yanga hii inaipambania Simba Sports Club. Yanga hii inaipambania timu nyingine zote ambazo yamkini zimeshindwa kuona msuri wa kuja kuzungumza haya. Huwezi kulielewa hili ambalo Yanga wanalifanya kwa tabia zako za hovyo za kishabiki, kwa tabia zako za kichawi, kwa tabia zako za kichawa. Ukiwa na tabia za kichawa huwezi kuielewa Young Africans. Yanga inatuthibitishia ni ngumu akili ndogo kuendeshwa na akili ndogo kuendesha akili kubwa. Ndo hawa machawa hawa. Yanga wamefumbua macho ya TRA, wamefungua macho ya TAKUKURU. Kwa kama wao wataona kuna walakini wa kwenda kufanya uchunguzi kwenye hili, sio kosa. Ni majukumu ya TRA, ni majukumu ya TAKUKURU. Kama kuna sintofahamu, naomba nieleweke, kama kuna sintofahamu, Yanga imefungua macho. Yanga inahitaji ulinzi. Yanga inahitaji support ya timu zote.
Uongozi wa Yanga hapo ndo nimekuja kugundua faida ya kuwa na viongozi ambao ni vijana, faida ya kuwa na viongozi ambao ni vijana alafu ni wasomi. Wewe sema wauni. Umeona wamekileta kitu? Ndio. Muhuni huwa hanaga hoja. Ila msomi kijana ambaye damu inachemka ndo haya tumekuja kuyaona. Kumbe bingwa misimu yote hii hajapata kitu zaidi ya sherehe na ngonjera zile. Tunakukabidhi kikombe, hela. Leta hela za watu. Kwa nini manake? Kwenye zile invoice Yanga ambazo wamepeleka, TFF wanapaswa kuangalia wapi ambapo walikata Yanga wakabidhi receipt za EFD. Sio kosa. Sio kosa. Unaelewa vizuri? Wakakabidhi receipt za EFD kwa sababu Yanga inataka kuilipa serikali. Hapa ndo nimegundua kwamba Yanga ni mkombozi. Sasa hivi. Hapa ndo nimegundua Yanga ni mkombozi. Kwenye nyanja nyingi. Hawa ndio wapigania uhuru. Unaelewa vizuri? Siku zote tunaposema bodi ya ligi iwe huru ni kutokana na haya mambo. Na niwaambie kupitia Choice. Simba inaidai TFF. Simba inaidai TFF? Simba watoke hadharani hapa. Je, vikombe ambavyo walichukua mara 4 hawaidai TFF? Leo unaliona hili Young Africans wanalishupalia. Kama Simba hawaidai TFF, watoke wakanushe hii taarifa. Si chuma nimeongea. Kama Simba hawaidai TFF kwenye kombe la shirikisho hili ambalo zamani ilikuwa inaitwa Azam Sports Federation, kama hawaidai waje watuambie. Lakini kitu kingine cha msingi sana, bodi ya ligi, TFF, rais wetu Karia, dhama tulizokuwa nazo hizi ni dhama ambazo uwezo kumdanganya mtu. Ligi yetu sasa imeshakuwa na value kubwa. Mashindano yetu yamekuwa na value kubwa. Uwezi ukamdanganya mtu kwamba hizi pesa kwa ajili ya kuendesha mashindano. Kwa hiyo tunachezaje bure? Haiwezekani. Tunacheza bure. Maana yake nilitamani kuona katika huu msimu unaokwenda mara 3 mfululizo wa Young Africans. Ukichukua msimu ambao Simba amechukua, ukichukua msimu ambao Mtibwa alichukua, ukichukua msimu ambao Azam alichukua, unakuja kuona, nilitegemea kuona mashindano haya TFF tuanze kuona logo za mashindano kwenye jezi. Unaelewa vizuri? Sio mashindano haya jezi ya NBC ina CRDB hiyo. Haiwezekani. Ilibidi tuone hata zile sign tune timu zinapokwenda uwanjani kama vile ambavyo wamebadilisha logo ya mashindano kwenye replay za MTV, inabidi tuone na yale. Tuone kwenye mashindano haya CRDB Federation, kampuni ya mpira imeingiza, imetuletea mipira hii. Mipira hii itatumika kwenye CRDB Federation. Jezi hizi tunazindua jezi za CRDB Federation. Na mambo mengine kadha wa kadha. Leo unapokuja kutuambia pesa ambazo zimetoka zinaendesha mashindano kivipi? Tunaomba majibu. Kivipi? Na mimi kwa moyo mkunjufu na heshima juu na hoji mambo ya msingi tu. Ndio haya nimeyasema. Bingwa wa CRDB misimu 3. Alafu unaendaje kukata pesa ya bingwa? Ayo kilini. Pesa ya bingwa. Kwa sababu hawa Yanga unaweza ukawakata pesa ya mageti correction. Si ndio? Ni makubaliano tu. Jamaa, kwenye pesa hii tunaandikia receipt hizi hapa. Kwenye mechi zenu za ligi kuu, vibali vya wachezaji wa kigeni mwanzo mwa msimu tutakata kwenye mechi fulani ili kulipa deni huko. Mbona ruksa tu? Inawezekana. Lakini leo unapokuja kutuambia tulikata haiwezekani. Unakataje hapa? Kwa unakuja kuona bado kuna changamoto ya uadilifu thabiti kwenye taasisi zetu. Kwa lazima tufike mahali tubadilike. Hii Yanga inapigania timu nyingi. Ila uwezo kuelewa kwa sababu ni chawa. Unajua kuna kitu kigumu kama kumuelimisha chawa. Chawa yani hanaga uelewa. Chawa hana uelewa. Kumuelimisha chawa ni ngumu. Anakubali. Ndio hao unaoyaona. Leo kila mmoja anaipiga vita Young Africans ambayo imekuja kufumbua macho. Alafu hakuna kitu cha kipuuzi. Kusema haya ni mambo kwenye mpira wetu.
Kwani kuna taasisi ambayo haijakamilika kwenye ni mambo ya kipuuzi kabisa. Alafu unakuja kuona mtu anayezungumza ni mwandamizi na anajulikana muda mrefu kwenye soka la Tanzania. Kuna taasisi ambayo haidaiwi. Sawa, kwa utaratibu upi? Kwa design gani? Amekaa kwenye kipaza sauti au kinasa sauti, anazungumza mambo ya kipuuzi kabisa. Huu ni upuuzi square. Unaelewa vizuri? Ni mambo ya ovyo. Kwa mimi kwangu ni moja tu. TFF wanatakiwa kujibu Young Africans kwa hoja. Wamepeleka invoice, walipe. Kama zina deni waandike, waambatanishe na risiti. Yanga njooni mchukue risiti zenu. Nategemea hadi kufika Jumatatu invoice za Young Africans, kama Yanga ina madeni, zitakuja madeni ya aina gani kwa mujibu wa risiti kutoka TRA za EFD. Hautaki za kuandika hivi, za EFD. TFF wajibu Young Africans kwa hoja. Halafu hakuna kitu kibaya, watu tunashindwa kutofautisha kati ya barua na invoice. Yanga hawajapeleka barua. Yanga wamepeleka invoice. Tutofautisha invoice na barua. Watu wanashindwa kuelewa haya mambo. Hatuwezi tukawaandikia Young Africans barua nyingi. Sikilizeni, Yanga wamekuja kukabidhi invoice. Ukiletewa faili la mwanao la kulipa ada, kuna maongezi? Soma maelekezo, ingiza ada kwenye akaunti ya shule. Acha usumbufu wewe mzazi. Kwa TFF wanataka kukifanya kwa hivi sasa ni kuangalia invoice za Yanga zinasema nini. Zinawadai watie mzigo kwa mujibu wa risiti, na risiti ndani watie mzigo. Watie mzigo. Mimi ninachokuambia, kama Simba hawaidai TFF kwenye mashindano haya, wewe subiri uone. Mimi ninachokuambia, Simba unaidai TFF. Kama unabisha wakanushe ninachokisema. Au ndo wamekaa kimya wanasubiria baada ya tarehe 15. Hii vita tunaona ipo kwa mwingine, lakini unashindwa kujua. Kwani Simba na Yanga timu ipi ya kwanza kuanzishwa? Si Yanga Afrika. Kwa hiyo Yanga imebeba majukumu ya kiutu uzima, ya kifamilia, yani ya mambo ya kikubwa. Kwa hiyo hao wengine wajitekenya tu, lakini wanajua Yanga inatupambania. Wote wa Simba, Azamu wanajua kabisa kwamba Simba, Young Africans inawapambania hawa ili mpira wetu uwe katika uhuru. Na matumaini yangu msimu ujao bodi ya ligi, mchakato kuna kila sababu ya kuweka uwe huru. Bodi iwe huru kuamua mambo yake. Kwa sababu mpaka leo tunakuja katika mvutano huu, vilabu hapa vikishirikishwa. Unaelewa vizuri? Kwa sababu vilabu vikishirikishwa kwenye haki ya matangazo, watakuwa na hoja za kusema. Hii ligi yetu miaka 10 udhamini wa haki ya matangazo. Hii ligi kipanda zaidi hapa, pesa inakuwa ile ile. Unakuja kuona mdhamini wa haki ya matangazo Azam TV wakati anaendesha haya mashindano kulikuwa ni bilioni 4.6, bilioni 4 na vichenchi. Amekuja mkataba wake ukaisha, akabaki na haki ya matangazo. Imekuja CRDB ameweka bilioni 3.7, bilioni 3.7 na vichenchi chenchi. Tuulizane hapa, Azam TV kwenye mashindano ya CRDB Federation analipa haki ya matangazo kama anavyolipa kwenye NBC? Hapana. Watu washindwa kujibu hoja hapa. Unaelewa vizuri? Sasa kama Azam analipa haki ya matangazo CRDB Federation, pesa zinaenda wapi? Sasa hapo hizo za ndani tunaomba majibu, kwa sababu hapa tusiogopane kwa mujibu wa hizo taasisi. Tunataka majibu. Sasa wajui ndo magumu. Azam bado anaonyesha mashindano ya CRDB Federation. Haki ya matangazo ya CRDB Federation ikoje? Kwa sababu msimu uliopita alikuwa analifanya ili Azam. Haki ya matangazo na kulipa accommodation zote za vilabu alikuwa analipa Azam TV. Msimu huu bado anaendelea. Je, lini kikao tumekipata kwamba mashindano ya TFF wanaosimamia TFF ya CRDB Federation, Azam TV paseti yake ni hii kama kwenye NBC? Mmeambiwa? Hapana. Sasa tuanze kuogopa kusema hata haya. Wewe anayepanga maisha ni Mungu. Hebu achana habari zenu. Tunataka majibu sahihi hapa. Tunataka majibu sahihi. Hoja zionekane. Tunaomba mkataba wa TFF na CRDB na haki ya matangazo umekaaje? Ni ufafanuzi tu. Na hii ni kwa hekima na busara. Tunaomba ufafanuzi. Haki ya matangazo, na niwapongeze Azam TV. Azam TV wakati anaingia kudhamini ligi yetu kwa muda wa miaka 10, mchanganuo wote ulikuwepo. Na wakasema hadi timu inayoshuka ligi kuu tunaipa maokoto. Wale Ken Godi wala na maokoto yao. Kagera Sugar nasubiri tu mzigo invoice ingie.
ya Azam TV. Hawana shida Azam TV. Lakini je, wewe umeingiaje? Tunaomba majibu. Ndio tunarudi pale pale, vilabu vishirikishwe. Ni mashindano ya TFF. Hatukatai, lakini yanashirikisha vilabu. Je, vilabu nafasi yao? Sawa, sio watoto wadogo au beki tatu kwamba sasa fanya kazi, hii pesa yako na kutunzia. Haya mambo ya kishamba. Unasikia, unapata Joseph? Mashindano ya TFF haya ya CRDB Federation, vilabu lazima viwekwe wazi. Nao viongozi wajue kuhoji. Mashindano yanaendeshwaje? Mkataba ameingia TFF, sawa. Sisi vile tunakwenda kucheza mechi, tunapata nini? Bingwa anapata nini? Jana mtu kaulizwa hapa juzi. Jana sisi tunaomba majibu. Bingwa CRDB Federation anachukua shilingi ngapi? Kaanza kukimbia sentence, wewe mnahamisha mada. Hapana, jibu swali. Jibu swali. Bingwa anapata nini? Usemi. Tunabadilisha mada kivipi? Sasa mimi yangu mawili tu. TFF waje na majibu. Kwenye mashindano ya CRDB Federation, bingwa anapata shilingi ngapi? Lakini pia mkataba wa CRDB Federation kwenye mashindano haya TFF, haki ya matangazo ni shilingi ngapi? Waseme. Short and clear. Vilabu hawa sio beki tatu kwamba umemwajiri nyumbani, pesa unamtunzia. Kwanza ni unyonyaji. Maana kuna kwa wewe mzazi ambaye uko na mtoto wa watu, si ndio unasema pesa na kutunzia unamuumiza? Ndo haya. Haina tofauti. Ukisema kwenye accommodation, sawa, tuulizane hapa. Simba tuulizane, Yanga na Singida Black Stars, je, wanaendaje Zanzibar? Kwa gharama zao au accommodation za CRDB pamoja na Azam TV na TFF? Tunazungumza ukweli kuuponya mpira wetu. Tunataka majawabu. Huu ni mkataba sio asili. Kombe la vilabu bingwa, kombe la vilabu duniani, FIFA ameweka wazi mzigo mtu anaenda kuchukua. Mashindano ya Confederation Africa, bingwa anajulikana anachukua shilingi ngapi na accommodation zote. Mashindano ya Champions League ya CAF, si ndio? CAF ameweka wazi. CAF ameweka wazi. Ukiingia tu makundi na bilioni zako, ligi ya mabingwa. Ukiingia tu makundi Confederation una milioni 700. Kwa nini kwetu kuna usili wa aina hii? Huu ndio muda, na ndio maana nasema hata Yanga waliposema kwamba TAKUKURU TRA waende, ni sahihi. Ni sahihi. Watuambie haki ya matangazo CRDB Federation ikoje? Haki ya matangazo kwa vilabu. Bingwa anapata shilingi ngapi? Usiniambie accommodation. Bingwa anapata shilingi ngapi? Winner anachukua mzigo gani? Usituambie tu from nowhere. Maandalizi, accommodation, mishahara. Tafuta sponsor mishahara wa waamuzi. Tafuta sponsor. Hii mbona inawezekana? Kwa sababu leo ukiangalia mpaka dakika TFF na bodi ya ligi wameshindwa kutafuta mdhamini ambaye atatangazika kwa waamuzi tu. Kama wenzetu Ulaya. Yes. Waamuzi tu. Yaani uone muamuzi sawa. Kefa Kayomo mwalimu mkuu. Kampuni fulani ipo kifuani. Ambokile Company Limited. Nimedhamini kwenye idara ya waamuzi. Yaani mbele Ambokile Company Limited. TFF ndio muda, ligi yetu ishafika mbali. Ndio muda sahihi. Muda ushafika mbali. Au kuna mwingine anadhamini vibendera tu vile. Leo ukiangalia bado tuko nyuma. Kwa nini? Kuna kazi ya kufanya. Tunawaza majungu yasiyo kuwa na maana. Leo kusha vijembe sasa. Huyu anakuja na hili, huyu anakuja na hili. Hatuuponyi mpira wetu. Tufuate sheria na kanuni. Haya yote ni kwa sababu ya kushindwa kufuata sheria na kanuni. Sasa inalokuja